kujengwa kwa Pyramids of Giza. Japo hao waliowekwa hapa ni majeshi yake, lakini jinsi gani walivyosafirisha mawe makubwa haya? Ajianlo! Una lelo! Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Hapo zamani sana, katika ardhi ya Misri, chini ya jua kali lililochoma mchanga wa dhahabu, ilisimama miujiza iliyowafanya watu wengi washindwe kuelewa: Piramidi za Giza. Wengi waliziona kama milima iliyochongwa kwa mikono ya miungu, lakini ukweli wake ulikuwa umefichwa ndani ya historia nzito na iliyosahaulika. Katika kijiji kidogo karibu na Nile River, aliishi kijana aitwaye Hamis. Tofauti na vijana wengine, yeye alikuwa na kiu ya kujua. Kila jioni alikaa akitazama mbali jangwani, macho yake yakikumbatia umbo la Great Pyramid of Giza, akijiuliza, nani aliweza kujenga kitu kikubwa namna hii? Wazee wa kijiji walikuwa na majibu yao. Wengine walidai zilijengwa na miungu walioteremka kutoka mbinguni. Wengine walisisitiza kuwa zilijengwa na nguvu zisizo za kawaida. Lakini babu yake Hamis, Mzee Jabari, alimwambia kwa sauti tulivu, ukweli uko ndani ya piramidi yenyewe. Maneno hayo yalikuwa kama moto ndani ya moyo wa Hamis. Usiku huo hakulala. Asubuhi ilipofika, alianza safari kuelekea jangwani. Baada ya masaa mengi ya kutembea, alifika mbele ya piramidi. Aliposimama karibu nayo, alihisi udogo wake. Mawe makubwa yaliyopangwa kwa ustadi yalionekana kama kazi ya nguvu zisizoeleweka. Lakini alipoyaangalia kwa makini, aliona alama za kukatwa, mipangilio ya makusudi na ushahidi wa kazi ya mikono ya wanadamu. Akiwa anazunguka, aliona mlango mdogo uliokuwa umejificha. Kwa hofu na hamu, aliingia ndani. Ndani kulikuwa na giza na baridi. Kuta zilikuwa zimechorwa michoro ya watu wakivuta mawe, wengine wakipanga mistari kwa kutumia nyota. Kadri alivyoendelea, alihisi kana kwamba piramidi ilikuwa na uhai wake. Hamis! Sauti ile ilimfanya asimame. Ghafla, mbele yake alitokea kijana aitwaye Amun. Nani wewe? Hamis aliuliza kwa mshangao. Niliwahi kuwa mmoja wa walioijenga, Amun alijibu. Maneno hayo yalionekana ya ajabu, lakini kabla Hamis hajauliza zaidi, ulimwengu ulizunguka ghafla. Alijikuta katikati ya eneo la ujenzi. Jua lilikuwa kali, watu walikuwa wakipiga kelele na maelfu ya wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi kwa bidii. Walivuta mawe makubwa, wengine wakimwaga maji kwenye mchanga ili kurahisisha kuyasukuma, wengine wakipanga vipimo kwa usahihi mkubwa. Hawa ni watu wa kawaida, Amun alisema, lakini waliinua kitu kisicho cha kawaida. Hamis aliona kambi kubwa ya wafanyakazi. Walikuwa na vibanda, walikuwa wanapika, wakipumzika na hata kucheka. Hakuwaona kama watumwa tu, bali kama jamii nzima iliyojitolea kwa kazi kubwa. Lakini si kila kitu kilikuwa rahisi. Ghafla, jiwe kubwa liliteleza kutoka juu ya mteremko. Kelele za hofu zikajaa. Jiwe lile liligonga kundi la watu na baadhi yao wakaanguka chini bila kusogea tena. Hamis alitetemeka.
hii ni hatari. Amun alitazama kwa huzuni. Ndiyo, ujenzi huu ulihitaji gharama kubwa. Walitembea zaidi hadi wakafika sehemu ya juu ya piramidi. Kutoka hapo, Hamis aliweza kuona Nile River uking'aa kwa mbali. Unaona mpangilio huu? Ndiyo, kila kitu kiko sahihi, Amun alijibu. Walitumia nyota, walipanga kila kitu kwa maarifa ya hali ya juu. Hamis aligundua kuwa hii haikuwa kazi ya uchawi, ilikuwa kazi ya akili, sayansi na umoja wa binadamu. Waliporudi ndani ya piramidi, walifika kwenye ukuta uliokuwa na picha ya Farao Khufu. Huyu ndiye aliyetoa amri, lakini hakuijenga peke yake, alihitaji maelfu ya watu. Hamis alinyamaza, akifikiria kila kitu alichokiona: jesho la wafanyakazi, akili ya wahandisi na imani iliyowaunganisha wote. Amun, kwa nini watu bado wanaamini ni miujiza? Amun alitabasamu kidogo. Kwa sababu ukweli wa mwanadamu ni mkubwa kuliko wanavyodhani. Ghafla, kila kitu kilianza kufifia. Sauti zikapotea, mwanga ukapungua na Amun akaanza kutoweka. Subiri! Hamis alipaza sauti. Ukweli uko ndani yako sasa, Amun alisema kabla hajapotea kabisa. Hamis alijikuta tena ndani ya piramidi, akiwa peke yake. Alitoka nje polepole. Jua lilikuwa linazama, likipaka piramidi rangi ya dhahabu. Alirudi kijijini akiwa tofauti. Watu walimzunguka wakitaka kujua alichokiona. Aliwasimulia kuhusu wafanyakazi, maarifa ya nyota na nguvu ya umoja. Baadhi walimwamini, wengine walibaki na mashaka, lakini yeye hakujali tena. Kwa sababu sasa alijua ukweli: piramidi hazikujengwa na miungu wala viumbe wa ajabu. Zilijengwa na wanadamu. Na kila alipoyaangalia yale mawe makubwa, hakuhisi tena hofu, alihisi fahari. Lakini ndani ya moyo wake alijua jambo moja: hii haikuwa mwisho wa safari yake, kwa sababu hata katika ukweli aliyoupata bado kulikuwa na siri nyingine inayosubiri kufunuliwa. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.